Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, enyi wake watiini waume zenu. Wanawake, roho ya viburi ya kiburi imemwagwa mpaka makanisani. Unaweza kumwona mwanamke anasimama hapa, Bwana Yesu asifiwe, lakini anamdharau mume wake. Roho ya majivuno imemwagwa kwa sababu tu wewe ni mweupe, kwa sababu wewe Mungu amekujalia umeumbika, unamdharau mwanaume wako. Bwana anasema hakuna mwanamke jeshi kubwa bila utii kwa mume. Biblia inasema mwanaume ni kichwa, haitabadilika. Mungu hakukosea. Wanawake tunabeba mimba, wanaume wanatupa mbegu. Huwezi kubadilisha hilo katika jina la Yesu. Sikia, watu wa mataifa wanaringa, wanakuwa majasiri, pengine kwa sababu ni weupe sana, pengine kwa sababu ya kupaka makeup, pengine kwa sababu ni weusi, pengine ni kwa sababu ya lace wig. Lakini sisi wateule wa Bwana tuko majasiri kwa sababu ndani yetu tunaye Roho wa Bwana. Ndani yetu tumemshika Yesu Kristo. Hatubabaiki, hatutishiki. Mungu kwa Mungu kuna vyote. Wanawake, rudini kwenye mstari. Leo eti watu wanaona ushamba kufanya kazi nyumbani mwao. Mimi nimesoma na masters, siwezi kuosha vyombo, siwezi kumhudumia mume wangu, siwezi kufanya kazi yote nyumbani kwangu. Tunatengeneza kizazi hicho. Lakini nikienda katika Biblia Tito 2, my goodness, kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5, Biblia inaonesha aliyekabidhiwa swala la malezi sio mwanaume, ni mwanamke. Sio mwanaume, ni mwanamke. Ile perception uliyoiweka kichwani, yani mimi kila siku naamka kuandaa watoto na wewe leo zamu yako na wahi kwenye kikoba, shindwa kwa jina la Yesu. Malezi amepewa mwanamke. Ndio maana Biblia inasema mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake mwenyewe, bali mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Tito 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mwenye Biblia anisome Tito 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hali kadhalika akina mama wazee wawe na mwenendo wa unyenyekevu, wasiwe wachonganishi wala wasiwe watumwa wa pombe, bali waonyeshe mfano mwema. Hivyo wawafundishe akina mama vijana kuwapenda waume zao na watoto wao, na kuwa wenye kiasi na safi, wakitumia wakati wao kushughulika nyumbani mwao. Wawe wema na watii kwa waume zao, ili neno la Mungu lisije likadharauliwa kwa ajili yao. Maanake wanawake tusiposimama kwenye nafasi zetu, tunamtukanisha Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana.